Ni majira ya jioni nje ya soko hili la Songea. Shughuli mbalimbali zinaendelea. Watu kutoka maeneo tofauti hufika eneo hili kwa ajili ya kujipatia bidhaa mbalimbali, zikiwemo bidhaa za vyakula, mavazi na kadhalika. Vijana nao hawako nyuma. Wanajihusisha na shughuli mbalimbali ikiwemo kuuza mifuko kwa ajili ya wale ambao wamekuwa wakinunua bidhaa katika maeneo haya. Na hii wanalifanya mara baada ya kutoka katika masomo yao. Majira kama haya jioni, basi wasaidie wazazi wao kuuza mifuko hiyo kwa wale ambao wamekuwa wakinunua bidhaa. Soko hili la nje limekuwa msaada mkubwa kwa wafanyakazi wanaotoka makazini na kuelekea pembezoni ya mji. Basi hupita katika maeneo haya kwa ajili ya kununua bidhaa hizo, zikiwemo bidhaa za vyakula na kuelekea katika maeneo yao. Hali hii imekuwa inaleta mvuto pia katika eneo hili lililopo katikati ya mji. Miezi kadhaa iliyopita, serikali ilipiga marufuku watu kufanya biashara katika eneo hili. Lakini zoezi hilo limekuwa gumu kutokana na umuhimu wa wafanyabiashara wadogo wakiwemo wajasiriamali, ambapo eneo hili limekuwa likiwaletea kipato kikubwa kwa siku, tofauti na wale ambao wamekuwa wakijihusisha katika biashara zao ndogo ndogo katika ndani ya soko kuu. Soko hili limekuwa likirahisisha huduma pia. Wafanyakazi ambao huchelewa kufika katika soko kuu, basi kupitia soko hilo wamekuwa wakipita na kupata bidhaa zao au mahitaji muhimu ambayo yamekuwa yakiwasaidia na familia zao kila siku. Hii ni Songea na hapa ni katikati ya manispaa hii ya Songea iliyopo mkoani Ruvuma, Tanzania. Huku nje ya soko hilo pia shughuli nyingine zinaendelea, zikiwemo shughuli za usafirishaji wa abiria, ambapo usafiri wa bajaji umekuwa usafiri unaotumika na watu wengi, hasa wanunuao mahitaji katika eneo hili na kuelekea maeneo ya pembezoni mwa mji huu kama vile Mahenge, Msamala, Mkuzo na kwingineko. Huku wanaopatikana bajaji huku. Barabara kwenda kanisani kwa Jaffa hapo, dukani hapo. Kwa mo nakuja sasa hivi hapo. Nenda. Neno hapa na mtu mleta.